Karibu kwenye kipindi maalumu kuhusu miradi mbalimbali inayotekelezwa na Mamlaka ya Maji Safi na Maji Taka jijini Dar es Salaam DAWASA, pamoja na mikakati mbalimbali ya serikali katika kuhakikisha kuwa mamlaka hiyo inafanya kazi iliyolengwa na serikali. DAWASA ni mamlaka ya maji kwa jiji la Dar es Salaam iliyopo chini ya bodi ya ukurugenzi inayoongozwa na mwenyekiti wa bodi Jenerali mstaafu Davis Mwamunyange, aliyeteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, huku mtendaji mkuu wa mamlaka hiyo akiwa ni Engineer Cyprian Luhemeja, aliyeteuliwa na Wizara ya Maji chini ya Waziri wa Maji na Umwagiliaji nchini Profesa Makame Mbarawa. DAWASA inasimamia na kutekeleza miradi mbalimbali mikubwa na midogo ambayo baadhi yake inasimamiwa na serikali huku mingine ikisimamiwa na fedha za ndani za mamlaka hiyo ya maji. Nikapata fursa ya kuzungumza na Waziri wa Maji na Umwagiliaji Profesa Makame Mbarawa kuhusu miradi hiyo, ambapo hapa anatoa neno kwa DAWASA. Ni utaratibu uliozoeleka wa uendeshaji wa hizi mamlaka za maji. Mamlaka za maji hizi zamani zilikuwa zinaenda kama taasisi au idara za serikali. Hili halikubaliki. Dar es Salaam haikutakiwa kila mradi walete makopo ama walete serikalini tuwafanyie. Hapana, walitakiwa wenyewe kama taasisi waweze kujisimamia na kusimamia baadhi ya miradi hasa hii midogo midogo na ya kati, ili waweze kufanya hivyo. Na uongozi uliokuja kwa Dar es Salaam umelelewa hilo. Tulikuwa na mradi kwa mfano kutoka Kibamba kwenda mpaka Kisarawe. Tuliwapa DAWASA kujenga, lakini matarajio ilikuwa kwamba serikali ilipo kuja. Mimi nikaambia hii kitu haiwezekani. Nyinyi mnauza maji, mnazalisha maji, huu mradi ukimalizika utakuwa wenu nyinyi, kwa sababu yeye ndio mtapeleka maji. Kwa nini sisi serikali tubebe mzigo? Hilo jukumu nimelitoa, na bahati nzuri Cyprian amenielewa. Yeye sasa atalipa mradi ule takriban bilioni 10.06, atafanya hiyo kazi. Kuna mradi mwingine kutoka Mlandizi kwenda mpaka Bagamoyo, maeneo ya Mboga, kwa ajili ya viwanda. Ule ulikuwa takriban bilioni 9.6. Ilikuwa sisi serikali tulipe, wao wafanye. Vitu vimebadilika. Wao wenyewe wanajisimamia, watalipa wao, halafu watafanya hiyo biashara wao. Kila inavyowezekana lazima wafanye. Kwa vile tumejipanga vizuri kwa upande wa hapa, kwa taasisi za hasa mjini kama DAWASA na nyingine zibadilike. Ile mikubwa au kizungumzia miradi ya bilioni 200, 300, serikali sisi tutaifanya. Lakini midogo midogo bilioni 10, hizi mamlaka za maji hasa zile kategoria tumekubaliana watazifanya. Aidha, Waziri Mbarawa amebainisha kuwa serikali imeamua kugawa mapato ya Mamlaka ya Maji Safi na Maji Taka Dar es Salaam kama anavyoeleza hapa. DAWASA wamekuja na mwelekeo mzuri. Tumeamua mapato yote ya DAWASA tunagawa kwenye mafungu 3. Fungu la kwanza litakwenda kwenye mshahara, fungu la pili tutakwenda kwenye operation cost, mahitaji ya kuendesha mapambo, umeme yataikwa fungu jingine, na fungu la tatu sasa litakwenda kwenye investment. Kama mna miradi mikubwa investment itakwenda huko, na hili fungu la investment limechukua 35% mapato yote, na tayari kuna akaunti zimetengwa na hii moja ni ya mlipa mishahara, moja operation, nyingine ya investment. Na tayari wiki iliyopita pesa iliingizwa kwenye investment. Sasa mimi ni ndio mkubwa, kila kitu najaribu kuona na kufuatilia. Kwa vile mambo nafikiri kwa Dar es Salaam tutaenda vizuri, na niwahakikishie tu wananchi hasa wa Dar es Salaam sasa mambo yatabadilika. Serikali pia imejidhatiti katika kuzuia suala la upotevu wa maji ili kuhakikisha kuwa upotevu wa mapato unadhibitiwa, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na uhaba wa maji kwa baadhi ya maeneo. Tumeona kazi kubwa inaendelea sasa hivi. Kwanza kupambana na upotevu wa maji. Kila mtu anaona tunakwenda upotevu wa maji tunazuia kwa kiasi kubwa, kwa sababu tunaamini tukizuia upotevu wa maji mapato yataongezeka na wananchi watapata huduma nzuri, safi na salama na wataridhika. Moja ya mikakati ya serikali ni pamoja na kufunga mita za malipo ya kabla, kama anavyoeleza Waziri Mbarawa. Tunaendelea sana, sio hapa tu Dar es Salaam, ni kwa mingi tunahimiza watu waendelee
wafungie watu prepaid meter, na mimi nimebahatika ni mmoja kati ya watu niliofungua prepaid meter, nyote mnafahamu, na tutaendelea hasa kwenye baadhi ya taasisi za serikali, halafu na wateja wetu wakubwa tutafungia prepaid meter. Hatuwezi kuwafungia prepaid meter wa Tanzania wote. Sasa prepaid meter mpaka sebe yake ni kubwa. Mita ya kawaida ni shilingi baina ya 60,000 mpaka 65,000. Lakini prepaid meter inakwenda 120,000, 150,000 mpaka 100,000 mpaka 200,000, inategemea upana halafu na inatoka kampuni gani. Sasa hatuwezi kwa wakati mmoja kuwafungia watu wote prepaid meter, haitakuwa sahihi, kibiashara ni hasara. Lakini kuna wateja maalum ambao tunajua hawa tutafungia prepaid meter. Lakini je, ni upi mkakati wa serikali katika kukabiliana na swala la maji taka kwa jiji la Dar es Salaam? Isitoshe, changamoto moja kubwa la mji wa Dar es Salaam, maji taka. 10% tu leo tulionayo hapa na maji taka ndio tunapata huduma. Yaani 10% wa Tanzania wakazi wa Dar es Salaam wanapata huduma ya maji taka. Hii lazima tubadilishe. Kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi imesema inapofika mwaka 2020 30% wakazi wa Dar es Salaam wapate huduma ya maji taka. Hii sio tutabadilisha, tutakwenda mpaka 40%. Na tuna mradi tayari ambao unafadhiliwa na World Bank, na tutatumia resources za ndani hasa kutoka kwenye DAWASA yenyewe ili kuhakikisha jambo hili wanalifanya vizuri na tufikie ile 40% ambayo tumejipangia. Na hapa Waziri Mbarawa akatoa neno kwa wakandarasi ambao wamekuwa wakiharibu kazi ya ujenzi wa miradi ambayo wamekuwa wakikabidhiwa na serikali. Tatizo kubwa liliopo, mfano mzuri tulikuwa Bunda na Mheshimiwa Rais. Mimi sikuwepo, lakini Mheshimiwa Rais alipita. Malalamiko alikuwa mengi kwa wananchi, mradi umechukua miaka 5 na hakuna kinachoonekana. Tatizo hasa liko sehemu mbili. Sehemu ya kwanza linaanzia pale ambapo tunamtafuta mkandarasi. Pale ambapo tunamtafuta mkandarasi, wataalamu wetu hawako makini kupata mkandarasi ambaye ana uwezo wa kuweza kufanya kazi aliyopewa. Wanachukua makandarasi pengine kwa kuwajua tu ama wana interest zao, sijui. Wanampa tu mkandarasi ambaye hana vigezo, amba mkandarasi ambaye hawakumfanyia uhakiki wa kutosha. Hilo tatizo la kwanza. La pili, tatizo linakuja mkishampa mkandarasi, pengine mkandarasi ni mzuri lakini usimamizi wake sio mzuri. Mkandarasi mnampa kazi, nyinyi wenyewe hampiti kwenye site, hamujui mabomba gani anaweka. Pengine mmekubaliana bomba la P10 ambalo linaweza kuchukua pressure ya 10, yeye anaweka bomba la P8 ama 7. Matokeo yake ukitia maji bomba linapasuka. Sasa pale anaweza kama mkandarasi ni mzuri, lakini wakati wa usimamizi ukafanyika udanganyifu. Kwa kulijua hilo, sasa tayari tumeamua tokea tunaanza kupata mkandarasi tunasimamia vizuri, na wakati wa ujenzi tunasimamia vizuri. Na makandarasi wote ambao kwa njia moja au nyingine wameshindwa kutekeleza miradi ama wamefanya miradi kwa viwango vya chini, tumeamua sasa tuweke kwenye blacklist hapa, na kazi yoyote itakayokuja kwenye wizara hii itakuwa ndio mwisho wa hadithi zao. Na nimewaambia, kwa mfano Bunda, nimemwambia nenda kafanye kazi ile uimalize. Kama huimalizi ujisahau kwamba wizara ya maji utopata kazi tena. Na bahati nzuri akanielewa. Siku ile baada kutoka Mheshimiwa Rais, siku ya pili nikampigia simu, simfahamu lakini nikampigia simu, nikampa maelekezo, na sasa hivi yuko kwenye site anafanya kazi hiyo. Hao wakandarasi kubwa analotakiwa tunatakiwa tuwasimamie. Saa nyingine tunawachezea. Sisi viongozi, sisi wasimamizi tunakuwa wiki kidogo. Na ukishakuwa wiki, mtu anakuangalia kama uko wiki, then anajaribu kupandia na anafanya kile anachotaka. Lakini naamini kwa mwelekeo wa wizara sasa lazima tubadilike na tutafanya kazi nzuri. Kila mkandarasi tutahakikisha kwamba amemaliza. Na hapa Waziri Mbarawa akatoa rai kwa wananchi ambao wamekuwa wakijenga kwenye miundombinu ya maji. Naomba Tanzania wenzangu wasijenge kwenye maeneo ambao miundombinu kama ya maji, umeme, barabara, wasijenge kwenye maeneo hayo. Athari zake ni kubwa. Kwa mfano, kama mnajenga kwenye bomba kubwa la maji ambalo pressure kubwa inapita, ikitokea bomba lile likipasuka, pengine kwa bahati mbaya,
athari yake ni kubwa. Wananchi walioko pale wote wanaweza kufa wakati wote, kwa sababu pressure ya maji ni kubwa sana. Pressure ile ikikupiga kama hapa inaweza kurusha hata mita 20 kule. Sasa kwa vile wananchi hilo walijue, sio kwamba sisi tunaonea, sisi tunasimamia sheria na ile kwa usalama wa maisha yao na mali zao. Kwa hivyo nafikiri hilo ni muhimu sana tukazingatia, na naomba Watanzania walijue hilo na wasimamie au wafate utaratibu wa kisheria. Uboreshaji wa huduma za maji kwa jiji la Dar es Salaam unaenda sambamba na kupanda kwa mapato ya DAWASA, jambo ambalo limefanya serikali kubadilisha mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya DAWASA. Lakini tumekuja na utaratibu mpya ambao sasa tumewekeana malengo. Tumeingia hapa mapato alikuwa ni ya DAWASA kwa siku zile bilioni 8.2. Mwezi ulioisha August tumeenda mpaka bilioni 9.3. Na malengo yetu ni kwenda bilioni 12. Leo kenda kwenye mitandao yote ya DAWASA yetu, wanasema DAWASA yetu wanazungumzia bilioni 12. Na kila mtu anaona sasa. Meneja wa Temeke anakusanya shilingi ngapi, meneja wapi anakusanya, sote tunaona kwa sababu kuna system inatuonyesha. Hata mimi kwenye simu yangu naiona. Wanaleta naiona, naangalia kila mara. Sasa kitengo kilikuwepo, lakini kwa vile ilikuwa hakuna malengo, kitengo kile kililala. Sasa kwa vile tumeweka malengo, ninaamini wameanza na hali mpya na kasi mpya ambayo itawafanya sasa waweze kufikia malengo. Otherwise kama hakufikia malengo, mlango uko wazi, watatoka tu. Watakuja vijana wengine wenye uwezo na wenye kusukuma mbele. Nia lazima tubadilishe iwe DAWASA yetu ya kisasa na yenye kufanya kazi vizuri. Naamini tukifanya hivyo, then tutaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Na huo ndio mwisho wa kipindi hiki maalumu kuhusu miradi mbalimbali inayotekelezwa kwenye jiji la Dar es Salaam pamoja na mikakati ya serikali kuhusu DAWASA.